Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunachanganua suala la mikutano ya kisiasa kugeuzwa kuwa ni viwanja vya mapigano kama tulivyoona katika tukio la Homa Bay. Na tukio hili limekuwa linaabir moja katika misururu ya matukio kama haya ambayo imekuwa ndio dasturi ya siasa Kenya, na jambo hili limekuwa ni recurring phenomena, tatizo lenye kujirejelea katika historia ya siasa ya Kenya. Tumeshuhudia wallahi masikitiko makubwa, watu hata kuuana katika mikutano kama hii. Sasa ni muhimu sana kuangalia chanzo halisi cha matukio kama haya, kwa sababu tusipofanya hivyo tutakuwa tukipambana na mambo ambayo ni mitagaa, kisha tukidai kwamba labda tunatafuta suluhu, ilhali tunakwepa kuangalia ile root cause, yani kiini hasa cha hali kama hii ya kutamausha. Tunasema wabillahi tawfiq kwamba swala hapa si msingi kwamba labda kuna utepetevu wa vyombo vya usalama, japo kwamba hili lina mizani yake kiasi fulani, kwa sababu vyombo vya usalama moja wepo ya jukumu lake ni kuhakikishia watu wanatangamana na kwa amani, na vile vile wanapata mazingira ya amani na usalama. Kwa hivyo lawama pia inaweza ikawekwa katika vyombo vya usalama, lakini bado haijakuwa, hatujatatua tatizo msingi. Tuje labda tuseme kwamba wananchi wana hasira, ndio maana wanapigana, wanakurushiana mawe na nini. Pia tunaweza sema kwamba haya ni maneno au ni hoja, lakini hoja hii bado haijakuwa kinaifu wala hoja kimsingi. Au tuseme labda vijana wanatumika na wanasiasa, kwa hivyo wao hubeba mapanga na nini. Kwa hivyo labda kinachowafanya vijana kuweza kuwa ni wahanga katika mambo kama haya ni kwamba kuna ukosefu wa ajira. Nasema hizi zinaweza kuwa ni sababu, lakini si sababu msingi. Zinafaa kujadiliwa na ziweze kutatuliwa, lakini sababu msingi hapa ni kwamba je, mikutano kama hii kugeuzwa kuwa ni uwanja wa vita na mapambano haijakuwa ni dalili ya kwamba kuna uovu wa maadili ya kisiasa, kuna uovu wa mfumo wa kisiasa, kuna uovu wa siasa yenyewe? Nadhani hapa ndipo mahala ambapo wengi tunakwepa kuliangalia. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia kwamba haya yanayojiri kwa sasa ni symptom, ni ishara juu ya uovu wa kimaadili, uovu wa mfumo wenyewe wa kisiasa ambao nchi kama hii imejifunga nao. Lakini tukiachilia swala hili kwanza, tuje katika swala la kuangalia wanasiasa ambao pia nao wanaanza tunaweza kuwatupia lawama kwanza. Ukiona wanasiasa wanageuza mikutano ya kisiasa kuwa ni majukwaa ya kueneza chuki na kucheza hisia za kikabila, ujue kwamba hawa wanasiasa wanaugua maradhi yanayoitwa scarcity of ideas, yani hawana agenda wala hawana idea. Sasa unapokuwa hauna ile tunasema politics of ideas, moja kwa moja utakuwa na kile tunasema na politics of personalities. Huna idea, huna hoja, kwa hivyo siasa yako kwako utajengea maarufu kwa kushambulia watu wengine. Hili ni jambo msingi sana. Naamini kwamba siasa au mwanasiasa mwenye hoja huwa hutumia ushawishi wake, hatumii mabavu, hatumii chuki, bali anatumia jukwaa la kisiasa kuuza ajenda zake na kuweka mezani
yale mambo msingi ambayo yanaathiri wale raia. Kwa mfano, utamkuta labda kuna siasa ana mwenye kuelewa mazingira vizuri, siku zote utamwona anajadili ajenda za mabadiliko, ajenda za afya, ajenda katika misingi ya uchumi, sera, mambo kama hizi. Je, raia wake atawapeleka katika mustakbal gani? Hii huitwa political vision ama political ambition. Kwa hivyo unakokuta wanasiasa kama tunawaona hawa kwamba kwenye majukwaa wao hugeuza katika kutusiana na mengineyo kama haya, ni ishara wazi kwamba hawa wanasiasa wenyewe pia wameishiwa na idea, wameishiwa na agenda, na hii huitwa political bankruptcy. Tukisema hivi, ni muhimu sasa kuja kuelewa vile vile kwamba chanzo ni muhimu sana, kwamba matukio kama haya yanapotukia, kama ninavyosema, lazima tuangalie pande mbili. Kuna kuangalia nani anafaidika na matukio kama haya, ambapo hili ni swala muhimu sana katika political science. Ndio maana tunaweka swali cui bono, nani anafaidika. Lakini vile vile kuna causal mechanism, kwa nini yanatukia matukio haya na jinsi gani yanatukia. Sasa hapa ndipo tuje kuangalia kwa unyeti swala hili. Kwanza kabisa, matukio haya yanatukia ni ishara kama ilivyosema ya muozo wa maadili ya siasa tulionayo. Siasa ya kidemokrasia in its essence, in its principle, ni siasa inayotokamana na mfumo muovu wa kibepari, na mfumo huathiri matendo ya watu na fikra za watu, hatimaye huleta tija ya matatizo kama haya. Kwa hivyo hapa ni muhimu sana kuiangalia hapa ama kuangalia mfumo wenyewe, kwamba haya yanayojiri ni product ya mfumo wa kidemokrasia ambao nao unaotakamana na mfumo wa kibepari, kujalia kwamba siasa ni kinyang'anyiro, scramble for power, na kiasi kwamba mtu anachukua madaraka katika mfumo wa kibepari kama ngazi ya kufikia karibu na rasilimali, kisha rasilimali zile aweze kukidhi mahitaji yake na watu wake peke yake. Kwa hiyo hakuna suala la usambazwaji wa rasilimali, mtu kwamba anapokuwa katika utawala anakuwa ni msimamizi wa watu au msimamizi wa mambo ya watu, la, bali anakuwa katika utawala au cheo chochote kile kinachukuliwa kama jukwaa muhimu katika kukusanya rasilimali. Sasa hapa ndipo hufanya mashindano ya kisiasa si mashindano ya kihoja, ni mashindano the might is right, yani mbabe ndiye hushinda. Ni mashindano ambayo Niccolo Machiavelli ameyaeleza kwamba lile lengo litahalalisha mbinu. Kwa hivyo mbinu yoyote hata kama ni chafu kiasi gani haijadiliwi, kinachojadiliwa nini? Ni kufikia katika madaraka. Ndio utakuta wanasiasa watatumia mbinu chafu, lengo afike katika madaraka, kama ni mauaji, baada ya mambo mengi kama tunavyoona katika siasa hizi, visa vinavyosheheni. Hii ndio huitwa ile alivyosema Niccolo Machiavelli. Kama msemo huu tutakubaliana kwamba unanasibishwa na yeye, kwamba akasema the end justifies the means, kwamba malengo huhalalisha mbinu. Kwa hiyo wanasiasa wa kidemokrasia kihakika hawana maadili ya kwamba ati wanawajibika katika yale wanayofanya. Na utakuta isifahamike kwamba ni labda kwa nchi ya Kenya. Haya ni mambo ambayo ni kawaida. Tumeona hata dola kuu Marekani, jinsi Trump anavyotukana, ashatukana Afrika kuita kwamba ni bara la nchi ambazo ni maji ya choo, kitu kama hicho. Ashatukana Waafrika, ashatukana viongozi mbalimbali, na kwa sababu hakuna agenda ni ile the might is right. Kwa hivyo hili ndio janga ambalo kihakika limesababisha kutokuwa kuna maadili ya siasa yenyewe, na hata wanasiasa wenyewe nao kuonekana kwamba sasa mara nyingi majukwaa wao huuza semi za chuki na mengine kama haya. Pamoja na kwamba pia katika majanga kama haya yakitokea, pia kunaonyeshwa ile taasisi za kidemokrasia zenyewe kwamba ni taasisi dhaifu, yani haziwezi kupambana na hali kama hii.
Na tuelewe kwamba hizi taasisi pia ni kama danganya toto, kwa sababu taasisi zinapokosa meno na ukali wa kuweza kuwachukulia hatua wanasiasa, utakuta watu wanadharau zile taasisi, hawana imani na zile taasisi. Na taasisi kama mfano kwa hapa Kenya NCIC kwamba haina mahakama, yani haina muundo wa mahakama. Inaweza kweli kusummon wanasiasa, lakini kweli haina karari ya kimahakama. Na wanasiasa tunajua kwamba wao ndio they make the law and they break the law, na wako na political impunity. Kwa hivyo they don't care, hawajali mambo kama haya. Hii ni pia ni nukta msingi. Mwisho tumalizie kwamba tueleze hali kama hii ndio ufanya watu kuwa na blanket statement kusema kwamba siasa ni mchezo mchafu. Kweli kwa ukiangalia kijuujuu na hali inavyodhihirika, utakuwa ni rahisi kuconclude kwamba siasa ni mchezo mchafu, lakini in reality yanapotokea matukio tutenganisha vitu viwili hapa. Je, ile siasa ikisema ni mchezo mchafu ni siasa ipi? Kwa sababu siasa inategemea mfumo. Ikiwa kuna mfumo sahihi ambao unakinaisha akili ya mwanadamu, mfumo in this regard mfumo wa Uislamu, lazima hapa tuangalie siasa katika upande wa Uislamu. Je, inasemaje? Kisha tulinganishe na siasa na haya yanayojiri kwa sasa. Kwa hivyo kuna siasa ambayo inapelekwa kwa mujibu wa mfumo wenye maadili ambao in its essence ni mfumo unaomtambua Mwenyezi Mungu. In this regard ni Uislamu. Siasa yake itakuwa ni tofauti kabisa na siasa ya kidemokrasia. Mfumo wa Uislamu ni mfumo unaojenga principle ya kimaadili kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuona kwa chochote utakachosema na chochote utakachokitenda. Kwa maana haya, kwa msingi huu humfanya kiongozi ama hata nyumbani mtu baba, mama au nani anahisi yani ile hisia ya masulia, ya majukumu na kuwajibishwa. Kwa hivyo baba hawezi kuingia nyumbani akajifanya kama simba tu. Lazima kuna mipaka, kuna boundaries. Tena kuna health boundaries, mipaka yenye afya. Anajua kwamba mimi jukumu langu kama baba nitakiwa nifanye hivi, na jukumu langu kama mama ni hivi. Hii boundaries inapokosekaniwa ndio watu huwa na hostilities na conflicts. Kwa hivyo siasa ya Kiislamu utakuta imejikita katika principle ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uongozi katika Uislamu si ajira, kiasi kwamba ati mtu anachukua kwamba sasa amekuwa katika madaraka, sasa amekuwa access na power, anafanya anachokitaka, kukusanya mali, accumulating the wealth, na kuexploit kila jambo na kudharau watu. Kwa hivyo utawala ama uongozi au siasa ni jukumu la usimamizi, ni riayatu shuuni, ni kuwasimamia watu mambo yao, na mtu atawajibishwa si hapa duniani tu, bali kesho akhira atapewa na kuhesabiwa hisabu kali ikiwa alikwenda kinyume na maadili ya uongozi. Siasa ambayo ina principle ya Mwenyezi Mungu inaamini kwamba sisi wanadamu hapa duniani tumeumbwa kujifunga na sheria za Mwenyezi Mungu. Kiongozi huwa anahisi ni jukumu zito, hawezi akatumia madaraka katika kuexploit ama kuumiza au kuoppress watu, kwa sababu anajua hata nisipowajibishwa hapa duniani bali atawajibishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlan kwamba siasa kama hii vile vile inaangalia, siasa ya Kiislamu inaangalia zaidi katika suala la kwamba uongozi ni amana, it's a trust. Kwa hivyo kiongozi anahisi kwamba amepewa jukumu lile, hataweza kuwa corrupt, yani hataweza kujipamba na corruption, wala hatojipamba na sifa ya uovu na ama na political impunity, afanye kwamba yuko above the law na atafanya chochote atakachofanya, na taasisi hazina misingi, kwa sababu raia wenyewe watamwajibisha kiongozi, lakini vile vile kiongozi atahisi kwamba ni jukumu zito. Kwa siasa kama hii ya Kiislamu hatutarajii lao inatekelezwa kuona majukwaa ya kisiasa ni majukwaa ya matusi au watu kufanya uchafu, bali kampeni katika Uislamu inafanywa pasi na kumshambulia mtu, bali ni kuuza sera zako na utawajibishwa juu ya zile sera zako. Demokrasia kihakika yaonyesha wazi kwamba ni siasa imefilisika kimaadili, kama vile vile mfumo wenyewe pia umejenga al-anania, ubinafsi, individualism. Mfumo huu una kila kitu kinapimwa kwa maslahi. Kwa hivyo mwanasiasa anapima siasa ama uongozi kuwa je, atapata maslahi gani? Huu ni mfumo unaoamini kwamba materialism ndio kiini na ndio nishati msingi. Kwa hivyo yote mwanasiasa anakuwa na misuli ya kutosha
ili afikie katika utawala aweze kukusanya mali na huku raia wanadharauliwa. Hii ndio siasa iliyofasiriwa kwamba ni 1% by the 1% for the 1%. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.